Utashangaa, hii ndiyo sababu Iran haiko tayari kuiachia Hezbollah nje ya makubaliano yake na Marekani. Mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii, endelea kusubscribe, like na comment pale ambapo patakapo kugusa. Kama mtu yeyote angekuwa ametabiri katika siku za mwanzo za mwezi Machi kwamba mashambulizi ya Israel na Marekani dhidi ya Iran yangesababisha hatimaye makubaliano ya kusitisha mapigano, ambapo maafisa wa Iran wangehusisha kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz na kusitishwa kwa mashambulizi ya Israel dhidi ya Lebanon, watu wachache sana wangeamini. Lakini baada ya maelezo ya makubaliano na maelewano kati ya Iran na Marekani kuchapishwa, ilibainika kwamba Lebanon ilichukua nafasi muhimu katika maandishi na hata vipengele vya makubaliano hayo. Kwa mtazamo wa juu, mada kuu ya maelewano hayo ilikuwa ni kumaliza vita kati ya Iran na Marekani, kufungua tena njia ya usafirishaji wa baharini, kudhibiti mgogoro wa kiuchumi uliosababishwa na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz na kufunguliwa njia ya mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia. Hata hivyo, Iran ilisisitiza kwamba Lebanon na kundi la Hezbollah zijumuishwe katika mpango kazi. Upande mmoja, hii inaweza kuiweka Iran katika nafasi yenye nguvu, na kwa upande mwingine inaweza kusababisha kuvunjika kwa makubaliano hayo na hata kurejea kwa mapigano katika eneo lote. Je, sasa swali ni kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa nini haiko tayari kuiacha nje Hezbollah katika makubaliano yake na Marekani? Inaonekana kwamba Hezbollah si tu nguvu za kijeshi kwenye mpaka wa Israel na Iran. Kundi hilo pia ni sehemu ya nguvu ya Iran katika mazungumzo ya kisiasa, ishara ya uaminifu wa Jamhuri ya Kiislamu katika eneo la Mashariki ya Kati, na kipengele muhimu katika mtazamo wa wafuasi wa kiitikadi wa utawala kuhusu sera ya nje ya Iran. Wakosoaji wengi wa sera za kikanda za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran huuliza kwa nini Tehran iko tayari kuhatarisha makubaliano yake na Marekani ili tu kudumisha uhusiano huu, hasa wakati wa uchumi wa Iran uko chini ya shinikizo kubwa. Hata hivyo, wachambuzi wa misimamo ya maafisa wa Iran na maoni ya wataalamu unaonyesha kwamba kwa mtazamo wa Tehran, swala hili halihusu tu mustakabali wa Hezbollah, badala yake linafungamana pia na ushawishi wa Iran katika eneo la Mashariki ya Kati, uaminifu na uthabiti wa mtandao wa washirika wake wa kikanda, mtazamo wa viongozi wa Jamhuri ya Kiislamu kuhusu mustakabali wa vita na hata mvutano dhidi ya Israel na Marekani. Kwa hiyo sasa viongozi wa Iran kuitenganisha Lebanon na Hezbollah katika makubaliano yote yale makubwa ya kisiasa au kiusalama kunaweza kuonekana kama kupunguza ushawishi wao wa kikanda na hata kudhoofisha imani ya washirika wao kwamba Tehran itaendelea kuwaunga mkono katika nyakati za migogoro.